Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Pendwa katika jina la Yesu Kristo, tunakutana tena mbele ya chombo hiki, jukwaa hili la mikono ya Kristo ama channel hii ya mikono ya Kristo, katika kipindi hiki hasa cha neno la maarifa, ambapo tunaandaa masomo mbalimbali kwa ajili ya kufundisha neno la Mungu, watu wa Mungu wapate kupata maarifa, wapate kuelimika, wapate kulijua zaidi neno la Mungu ili likawe baraka katika maisha yao. Tumekutana tena hapa, na kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo. Nasema asante Mungu kwa maana ametupa tena kibali. Mpendwa mfuatiliaji wa mafundisho haya katika vipindi vyetu mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii, TikTok, Facebook, Instagram pamoja na YouTube. Ninakushukuru kwa kutenga muda wako ambao unatusikiliza, unatufuatilia. Watumishi naandaa masomo mbalimbali kwa ajili ya kupeleka maarifa kwa watu wapate maarifa, wapate kufunguliwa ufahamu wao na kuelewa kuhusiana na neno la Mungu. Basi siku ya leo nimeandaa somo linalohusu ibada za sanamu, na ndilo somo la leo. Watu wengi wanafanya ibada hizi za sanamu pasi na kujua, na hatari kubwa ni kwamba hata hawadhani kwamba wanafanya hiyo ibada, hata hawajui chochote kuhusiana na hiyo ibada, lakini kila siku ya maisha yao wanafanya ibada za sanamu ama wanamwabudu shetani bila wao kujua. Ndio maana nikasema niandae somo hili, ibada za sanamu. Watu wanaingia katika kufanya ibada za sanamu na wakiwa na uhakika kwamba hawafanyi, yani ndani yao haoni kama wanafanya. Mwanga wa neno la Mungu haujawamulika kuwaambia kwamba hiyo ibada mnayofanya ni ya sanamu, na wao wanafanya. Bahati mbaya sana wanafanya, na ni watu wengi sana wanafanya, na hatari zaidi ni kwamba Wakristo ndio wanafanya hizo ibada zaidi na zaidi. Basi nimekuja kuleta somo hili ili nikufundishe mpendwa katika jina la Yesu Kristo. Mwenyezi Mungu anakupenda sana, na kwa kuwa Mwenyezi Mungu anakupenda, asingependa kuona watu wake anaowapenda wanaangamia. Fumba macho yako tuweze kumuomba Roho Mtakatifu atusaidie, maana haya masomo yana upinzani mkubwa sana katika kuyafundisha na katika kusikiliza pia. Shetani asingependa kuona watu wanafunguliwa, kwa sababu ninapofundisha hapa kuna watu watakwenda kubarikiwa, kuna watu watakwenda kufunguliwa, kuna watu maisha yao yatakwenda kubadilika kabisa. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru kwa ajili ya saa hii. Nami nasema asante Mungu kwa ajili ya muda huu. Umenipa kibali cha kuandaa somo hili na kuweza kulifundisha kupitia chombo hiki, channel hii ya mikono ya Kristo, katika kipindi hiki cha neno la maarifa. Nami nasema asante Mungu kwa kuendelea kunitumia kama chombo chako. Ninaomba neema yako na fadhili zako ziwe juu ya huyu ambaye anafuatilia masomo haya. Roho Mtakatifu kasaidie aweze kuelewa kila ambacho anakwenda kukifundisha, ili ufahamu wake ukapate kufunguka. Mahali ambapo shetani amezuia, shetani amefunga ufahamu, na watu wa Mungu wanaingia kwenye shimo pasi na kujua. Wanatembea katikati ya barabara yenye chui, yenye simba, yenye wanyama wakali. Wanaingia shimoni, wanaweza kuangamia bila wao kujua. Baba, wakapate ufahamu kupitia somo hili, wakapate kujua ni kwa kiasi gani wapo katika hatari ya kuangamia, wapo katika hatari ya kwenda motoni, wapo katika hatari kwa sababu wanaabudu shetani pasi wana kujua. Napokwenda kufundisha somo hili, Bwana uwasaidie, unisaidie na mimi pia unanitumia kama chombo chako. Unapokwenda kulifundisha neno hili, watu wakapate kulielewa na kufahamu, na wakapate kufunguliwa fahamu zao, ili waifuate na waenende katika njia ambayo inakupendeza. Baba wa mbinguni, ninaomba haya yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Napoanza somo hili moja kwa moja, nitaanza na chanzo cha ibada za sanamu. Ibada za sanamu zinatokana na mambo kadhaa. Jambo la kwanza, kutokujua. Kama nilivyoanza kusema, watu wengi wanaabudu sanamu, watu wengi wanafanya ibada za mashetani pasi na wao kujua. Mambo haya yanatokana na nini? Kuna baadhi ya mila ama tamaduni zinafanya ibada za sanamu. Kuna watu wanategemea majini, kuna watu wanategemea mizimu, kuna watu wanafanya matambiko. Hawa wote ni miongoni mwa watu wanafanya ibada za sanamu. Na familia nyingi
watoto wengi wamekuwa wakikuta hizo tamaduni zipo. Wazazi wamezirithi kutoka kwa wazee wao na watoto wanazishika na wanataka kuziendeleza ibada za sanamu. Kwa hiyo ukiwauliza atakwambia hivi ndivyo nyumbani kwetu tunafanya. Lakini mtu huyu ni Mkristo, mtu huyu anakwenda kanisani, mtu huyu anasali, mtu huyu anaambiwa na anakufundishwa kuhusiana na mambo ya kumwabudu shetani ama mambo ya ibada za sanamu. Lakini kwa sababu ya kutokujua, anaenda kufuata zile mila na desturi akidhani kwamba mambo haya ni ya kawaida. Na wengine utawasikia kwa bahati mbaya kabisa wanakuambia Mungu anasema jisaidie ili akusaidie. Hii ni kauli na maana gani? Mungu hahitaji msaada wa kitu chochote. Tunaweza kubadilika, kukombolewa na kupata mwanga mpya, tukabarikiwa, tukapata mafanikio kupitia nguvu ya Mungu pekee. Sasa hii habari ya kwenda mahali kutoa sadaka kwenye madhabahu zingine, somo la madhabahu nilifundisha nafikiri katika masomo yaliyopita. Hizo ni ibada za sanamu. Na ibada yote ya sanamu ni ibada ya kishetani. Unapofanya ibada ya sanamu maana yake unafanya ibada ya kishetani. Hiyo ndiyo maana yake. Sasa kuna kundi hili ambalo wanafanya pasipo kujua. Umeolewa, umeoa katika familia ambazo zinaabudu shetani. Kwa maana ya kwamba zina mila mila za namna hiyo ambazo ukizifuatilia unagundua kabisa hapa anaabudiwa shetani. Lakini hata hao wanaofanya wengi hawajui. Kuna wachache ambao wanafanyaga mambo wakiwa wanajua. Wanatoa sadaka katika ulimwengu wa giza wakijua kabisa kwamba sisi tunafanya kazi hii ni kazi ya giza. Na wanakuambia kabisa kwamba mambo hayawezi kwenda bila nguvu hizi. Yaani wao wenyewe wanajua kwamba wanachokifanya kinahusiana na mambo ya giza. Sasa hawa tuwaache kwa sababu wao wamechagua kuwa wa moto. Na hata Mungu anasema Mungu hataki watu wa vuguvugu. Chagua kuwa wa moto au wa baridi. Sasa wale chagua kuwa wa moto kuingia kwenye giza, basi tuache huko walipochagua. Mimi hasa nataka nikwambie wewe Mkristo ambaye unaamini katika Kristo lakini bado unamwabudu shetani tena pasi na kujua, na unatumia nguvu kubwa sana kumwabudu shetani. Hizo ndizo ibada za sanamu. Lakini kuna wengine wana tamaa za kufanikiwa kwa haraka. Na hawa ndio nimewagusia hapa kwamba wao wako radhi sasa wafanye mambo ya ibada za sanamu. Yaani waabudu sanamu, watoe kafara, watoe sadaka, waende katika ibada moja kwa moja za sanamu. Wanajua wanafukia wanyama kwenye biashara zao, wanachinja wanyama kwenye biashara zao kama kafara, wanatoa sadaka za damu, wanatoa sadaka mbalimbali. Sasa hawa ni watu wenye tamaa ya kufanikiwa kwa haraka, kwamba tukifanya hivi tutafanikiwa, maisha yetu yatakuwa mazuri. Wengi katika kundi hili wanajua wanachokifanya. Wanajua wanachokifanya kabisa. Wachache sana wanadanganyika katika kundi hili. Kwa hiyo hawa pia ni sehemu watu wanaoabudu sanamu. Lakini kuna watu ambao wanapuuzia mambo ya Mungu, neno la Mungu. Hawa ni wengi zaidi ya wote. Yaani hawa ni wengi sana. Maana hawa neno lile wanalisikia, wanafundishwa, wanakwenda makanisani, wanakwenda na sehemu zingine za ibada, katika ibada mbalimbali, wanajumuika pamoja hata katika ibada za nyumbani, lakini hawa ni watu wa kupuuzia. Na watu hawa wanafanya neno la Mungu au wanaifanya ibada ya Mungu kwa mazoea. Sasa hawa wapo kwenye hatari kubwa sana. Na wengi wa hawa ni Wakristo ambao wanaonekana wapo kanisani, wanaonekana wanasali, wanaonekana wanaabudu, lakini wengi wao ndio hawa wanakwenda kuangamia kwa kufanya ibada za sanamu. Kwa nini ibada za sanamu? Neno la Mungu linasema nini? Waabudio halisi watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Tusome kitabu cha Yohane sura ya 4 aya ya 23. Lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabudio halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Waabudio halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kumbe Mungu anataka ibada ya roho na kweli. Sasa kama unafanya ibada ya Mungu wa mbinguni, roho yako haipo ibadani, kweli yako haipo ibadani, ibada yako ina mashaka. Ibada yako ina mashaka kwa sababu
Ili muabudu Baba wa mbinguni, lazima uwe katika hali ya rohoni na kwelini. Roho na kweli, yani nafsi yako iwe kweli na muabudu Mungu, na roho yako pia iwe rohoni, yani wewe mwenyewe uwe rohoni unamwabudu Mungu. Hiyo ndio ibada halisi. Hapa sasa, hapa ndio kwenye changamoto. Wewe ukiona unaenda kwenye ibada kwa ajili ya kwamba uonekane jinsi ulivyovaa, ulivyopendeza, jua kabisa wewe kwenye kule kuabudu kwa roho na kweli haupo. Maana yake umeenda kujiabudu mwenyewe, unataka watu wakusifie wewe. Elewa kwamba wewe unafanya ibada ya shetani, unaabudu miungu, na miungu umeizalisha wewe mwenyewe, kwa sababu unaabudu sanamu. Kwa sanamu ni ibada ya uongo. Sasa unapoenda kwa Mungu, Mungu anakuambia anatafuta watu wanaomwabudu katika roho na kweli, yani wako rohoni, wapo kwelini. Wewe unakwenda kwa ibada, umeenda kununua nguo yako mpya, kiatu chako kipya, suruali yako mpya, wewe mwanaume umevaa umependeza, wewe mwanamke umevaa umependeza, binti, kaka, baba, unaenda kuonesha mavazi. Yani watu watakuonaje? Kiatu chako kinafananaje? Gauni lako linafananaje? Nguo yako inafananaje? Sasa hiyo kweli hapa iko wapi kwa Mungu? Sasa hiyo roho iko wapi na muabudu Mungu? Maana yake wewe unaabudu sanamu. Sasa angalia tatizo linalokuwa hapa kwa Kristo wengi. Jitafakari, ninapoongea jitafakari. Jitafakari upate kujua ukweli uko wapi, na Roho Mtakatifu akusaidie ili upate kufahamu kile ambacho ninakiongea. Sasa jiulize ndani ya nafsi yako, ukienda kanisani unaenda kwa ajili ya nini? Kuna watu wanakwenda kuabudu ili waonekane wamekwenda, kwamba nisipoenda fulani ataniuliza kwa nini sijaenda. Elewa kabisa hiko ni chanzo cha kuanza kumwabudu shetani, kwa maana ya ibada ya sanamu. Kwa sababu huendi kumwabudu katika roho na kweli Mungu, ila umeenda ili fulani. Sasa huyo fulani ndio umemfanya sanamu, ndio sanamu yako hiyo. Sasa wewe akikuona umeenda, yani yeye ni nani ahusike na ibada yako? Ibada ni juu yako wewe unayeabudu na Mwenyezi Mungu. Mwingine yote anaingiaje katika ibada? Kwa sababu ukiwa rohoni huyo mwingine unamuonaje? Ukiwa kweli huyo mwingine unamuonaje? Yani kila mmoja tunakwenda kwenye ibada kwa ajili ya kumtafuta Mungu, sio kumtafuta mtu. Sasa ukitaka uonekane fulani anakuona upo, alafu ndio unafanya ibada eti kwa fulani ameniona nisikia una amani, ujue sasa sanamu yenyewe ndio hiyo. Ninakueleza mambo ambayo ni kweli kabisa, na ndio mambo ambayo yanafanyika katika makanisa yetu siku hizi za leo. Zote hizo ni ibada za sanamu, kwa sababu ukisha kuwa hauabudu katika roho na kweli, maana yake wewe unafanya ibada ya sanamu. Unapompuuzia Mungu, maana yake unafanya ibada ya sanamu. Na watu wengi kwa sababu hiyo mnampuuzia Mungu, ndio maana mnaambia mnafanya ibada ya sanamu, kwa sababu mnaenda kwa mambo yenu, hamwendi kwa ajili ya Mungu. Hivi jiulize, unaenda kwenye kabati lako, unavaa vizuri, sio upendeze kwa maana kujistiri umependeza, unaenda nia yako kwamba nikaonekane leo nimevaa nini. Ndugu yangu, unafanya ibada za miungu, ibada za sanamu, ibada za mashetani, kwa sababu umeenda kanisani kuonesha watu ulicho nacho. Huko ni kumpuzia Mungu, huko ni kupuzia neno la Mungu, huko ni kupuzia mafundisho. Na watu hao nimesema tangu mwanzo wapo wengi sana. Unapoenda kwenye ibada, moyo wako uwe tayari kwa ajili ya ibada. Ujiandae, nafsi yako iwe tayari kwa ajili ya ibada. Usijiandae kwa ajili ya kitu, vitu ama watu. Ukijiandaa kwenda kwenye ibada yoyote ya Mungu kwa ajili ya vitu, kitu, watu, ndugu yangu, unaabudu sanamu. Kuna watu wanayo magari mapya, wanakwenda kanisani kuyaonesha magari yao mapya. Umeabudu hilo gari lako, na ndio sanamu yenyewe. Maana msifikiri sanamu ni ile ya kuchonga tu. Na wakati mwingine mimi nasemaga, ni afadhali hata wale wanaochongaga zile sanamu wanaabudu moja kwa moja sanamu. Yani wameamua kuabudu sanamu. Wao wanajua wanachokifanya, ujue. Huyu akiamua kuokoka anaokoka, kwa sababu yeye aabudu Kristo. Ameamua kuchonga. Wapo tunaona watu kadhaa wanaishi wakitegemea hizo sanamu. Yani maisha yao ni hizo sanamu. Wanazitolea sadaka, wanazitolea uvumba na mambo mengine mbalimbali. Wanaishi wakitegemea sanamu. Wapo.
Sasa wale ukiwafundisha neno likiishi kwao vizuri, wanaweza kubadilika kumfuata Kristo. Lakini wewe unemfuata Kristo, alafu unaenda kuonesha watu gari lako jipya ulolinunua. Umeenda kanisani watu waone gari lako jipya. Umeliabudu hilo gari kwa sababu hujamfuata Mungu. Umetaka watu waone kile ambacho umeenda nacho, yuko chombo chako cha usafiri ambacho Mungu ndiye amekuzawadia. Sasa Mungu amekupa chombo cha usafiri, matokeo yake unashindwa kutafasiri vizuri, unakibadilisha kinakuwa ndio sanamu yako. Kitu kibaya sana. Wengine wanaenda makanisani, wana mawazo nje ya kanisa. Mwili upo kanisani, roho yake, nafsi yake, akili yake ipo nje ya kanisa. Ukiona katika maisha yako unafanya jambo lolote la muhimu kwako kuliko ibada ya Mwenyezi Mungu, wewe unaabudu sanamu. Yaani ukiona ibada kwako sio nafasi, ibada ya Mungu Mwenyezi aliye juu, ibada ya Mungu Baba mbinguni kwako sio ya kwanza, ukiona kabisa kwamba ibada ya kumwabudu Mungu aliye hai sio ya kwanza, haina umuhimu kuliko kitu kinachofuata ama kingine, wewe unaabudu sanamu. Nitakupa mfano. Unaweza kwenda kwenye ibada, labda ibada hiyo inachukua masaa 4. Ibada ya siku hiyo ni masaa 4. Sasa wewe unatoka kwako, unaenda kwenye ibada, halafu baada ya hayo masaa 4 unayo ratiba yako nyingine. Una ratiba yako nyingine ya kwenda mahali, labda kwenye michezo, unapenda michezo, labda kwenye starehe, mnaenda kwenye mambo ya starehe. Hizo ni ratiba zako. Sasa unaenda kanisani, umeenda kwenye ibada, lakini wazo lako lipo kwenye send off. Wazo lako lipo kwenye sherehe ya harusi. Wazo lako lipo kwenye mpira. Wazo lako lipo kwenye sinema. Yaani muda huo wa ibada, pengine kuna tamthilia inakuwa iendelee huko nyumbani. Unaenda kanisani, unaanza kusema hii ibada leo inachelewa. Yaani ibada inachelewa kweli, na haraka niwahi kwenda kuangalia tamthilia. Wewe unaabudu sanamu. Elewa hii, unielewe vizuri, nisikilize kwa makini. Muombe Roho Mtakatifu akufungulia haya mambo. Yaani wewe unaabudu sanamu, na sanamu yako ni hiyo tamthilia. Wewe unawahi michezo, umefika tena umevaa na jezi yako ya mpira kabisa. Unasema leo mahubiri yamekuwa marefu sana. Yaani hapo unaangalia saa kila wakati, unataka kwenda kwenye mpira. Wewe unaabudu sanamu. Huko kwenye mpira kuna watu wanaweza kuingia kuanzia asubuhi. Yaani anaenda asubuhi, yaani labda huo mpira unaanza saa 9. Tufanye. Anaona patajaa, labda uwanja utajaa. Yeye yuko laza aende kwenye mpira saa 2 asubuhi. Mpira unachezwa saa 9, ambao utakuja kuisha labda saa 12. Anaweza kupoteza masaa 12 asichoke na wala hajala, anashindia maji. Yupo kwenye mpira, haoni tatizo. Lakini yale masaa 4, masaa 3 kaa kwenye ibada, kumshukuru Mungu na kumomba Mungu kwa mema yote ambayo amekujalia, pamoja na afya na hayo mawazo yako ambayo yasiyofaa, unakwenda kwenye unawaza vitu vingine. Unaona ule muda ni mwingi sana. Ukiona kipaumbele chako wewe kipo kwenye mpira, alafu kanisani hakuna kile kipaumbele, wewe unaabudu sanamu. Unaona sasa wangapi wanaabudu sanamu? Hebu jiulize hapo ulipo. Wewe hauabudu sanamu? Tafakari. Mungu anataka watu wamwabudu katika roho na kweli. Sasa wewe umeingia kanisani kwenye ibada, umeenda kwenye ibada, mawazo yako mpilani, moyo yako mpilani, akili yako mpilani. Sasa wewe unaabudu nini? Ukweli uko wapi? Ndugu yangu, itakuangamiza. Ibada hiyo itakupeleka motoni. Ibada hiyo itakupeleka pabaya. Ibada hiyo itakupa anguko. Ibada hiyo ni chukizo mbele za Mungu. Kwa hiyo hizo ni ibada za sanamu, na Mungu hataki ibada za sanamu. Nimekuambia habari za kupuuzia. Watu wanapuuza Mungu. Unaenda kanisani, unapuuzia kanisa. Halafu unaenda kwenye mambo yako, unapuuzia kanisani. Unaenda lakini unapuuzia, yani sio kitu ambacho ni kipaumbele chako, unakipuuzia. Na wakati mwingine unasema si leo siendi, nitaenda siku nyingine. Ni kupuuzia. Yani mambo ya Mungu unayapuuzia, unafanya mambo mengine. Yani unafanya mambo ambayo sio ya msingi mbele ya Mungu. Tusome neno la Mungu, kitabu cha Warumi sura ya 1 aya 21 inasema, kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru. Maana yake hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala hawakushukuru, bali walipotea katika uzushi wao, na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza.
Maana yake sasa yule Mungu aliye hai amumuoni kama hai, ila mambo yenu mfu mnayoona kuwa hai. Mambo ya dunia ambayo ni ya kupita mnaona kuwa hai. Jambo la Mungu, Mungu ambaye yupo, alikuwepo, ataendelea kuwepo, yeye ni Alfa na Omega, haonekani kwamba yu hai. Ila wewe gari lako unaona kama ndio Mungu. Mambo ya ajabu sana. Mungu atusaidie. Maisha yako, sherehe yako, unaona kwamba ndio Mungu. Tizama leo watu wanafunga ndoa. Ndoa ndio inafungwa kanisani na mbinguni. Ni ndoa takatifu. Baada ya ndoa takatifu ndio kuna kuja nini? Harusi au hiyo sherehe. Lakini ukienda watu wanafunga ndoa kwenye michango watu 500 wamechangia. Katika watu 500 hawa tunasema tuwatoe basi wenzetu wa imani nyingine labda watu 100. Wanabaki watu 400. Watu 400 wote ni Wakristo. Bila kujali dhehebu, lakini ni Wakristo. Wote tunamwamini Kristo. Hata tuchangae basi wa dhehebu hilo ambalo basi wewe ambalo umefungia hiyo ndoa, wa dhehebu lako wapo 200. Kwa hiyo katika watu 500, watu 200 wanahusika na dhehebu lako. Watu hawa wanaohusika 200, nenda kanisani. Unaenda kanisani unakuta wanaoshiriki ile ibada ya ndoa watu 7, 10, 15, 20. Wale ndugu wa karibu. Sasa sio kuabudu sanamu. Yaani hawa watu wameona priority kwenda kupika pilau, kwenda kuandaa sherehe, kwenda kupamba. Yaani kuliko kwenda kushiriki ile ibada, wapo sehemu nyingine, kwenye picha, kwenye ukumbi, kwenye kamati za vinywaji na vingine. Yaani huko wameweka msingi wao, wameweka imani yao. Ndiko kule unasema kupuuza. Ndipo hapa neno la Mungu linaposema kwamba walipomjua Mungu hawakumtukuza. Yaani wanamjua Mungu, hawamtukuzi. Sasa kama umeacha kwenda kanisani, umeenda kwenye sehemu ya pilau, wewe si unamtukuza shetani sasa. Hawakumtukuza Mungu, hawakwenda kusema asante Mungu kwa ajili hiyo ndoa. Hiyo ndoa isipofungika huko, hilo pilau mtakulana nani? Sasa ndipo Wakristo tulipofikia leo. Kwa hiyo tunaposema kwamba ibada za sanamu ndizo hizo, kwa kweli inasikitisha. Unakuta mtu anaenda kazini, anajitahidi kwa kila namna, atakodi pikipiki, atafanya lolote analolijua, hawezi kuchelewa kazini. Iwe jua, iwe mvua, kiwe kimbunga, ataenda kazini. Yawe mafuriko, atafika kazini hata kwa kuchelewa. Hiyo ni kazi sawa, na mimi nakupongeza kwa moyo mzuri wa kuheshimu kazi. Maana asiyefanya kazi asile, na asiyekula atakufa. Lakini je, kazi yako unaitofautisha vipi na kumwabudu Mungu ama na ibada ya Mungu aliye hai? Uliumbwa ili umwabudu Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Mungu ndiye namba 1. Alafu mambo mengine na vitu vingine vinafuata. Sasa mambo ya ibada yote wewe ndio bingwa wa kuchelewa. Yaani wewe kanisani kuwahi ni mtiti. Yaani wewe kuwahi kanisani ni shida. Kuwahi kanisani ni kwa mangamungamu. Yaani wewe kuwahi kanisani ni tatizo kubwa. Wewe, familia yako na watoto wako mmekaa katika engo ya mtego mkubwa wa shetani wa namna hiyo. Mnachelewa kanisani. Aibu. Mnafanya mambo ambayo mnamdharau Mungu. Ikinyesha mvua kidogo, leo mvua imenyesha, sidhani kama nitaenda kanisani. Ila siku ya kazi, hauwezi kuamka asubuhi kafungua dirishani ukasema leo mvua inanyesha, siendi kazini. Hakuna. Sasa kwa nini sio aibu? Aibu katika maisha yako. Unampuzia Mungu, unamdharau Kristo kwa namna hiyo. Aibu. Kwa sababu ulitakuwa uende kanisani hata ingekuwa radi inapiga. Hata ingekuwa mvua inaanza, sema Mungu, wewe ni kwanza. Bila wewe hakuna kitu ambacho mimi ningepata. Wewe nakupa nafasi ya kwanza. Sitaki kucheza na neno la Mungu wala kulikosa neno lako, kwa maana uliniumba ili nikuabudu. Nipo duniani kisha nataka nifike kwako. Maana wewe ndiye namba 1. Wewe ukifa utaenda kwa bosi wako aliyekuajiri. Unafikiri ukifa utazikwa na majumba yako? Unafikiri ukifa utazikwa na magari yako? Hapana. Sio hivyo. Wewe ukifa ni mawili tu. Ulikaa njia nzuri mbinguni, umekaa njia mbaya motoni. Hakimu ni nani? Mungu huyo unayempuuzia. Sasa jitathmini wewe, mali zako na familia yako na ulivyo navyo, mnampa heshima Mungu? Kama unaona haumpi heshima Mungu, maana yake tayari upo kwenye matatizo. Ngoja tusome kitabu cha waraka wa Paulo kwa Kolosai. Kolosai sura ya 3 aya ya 5. Kitu anasema, basi vifisheni viungo vyenu
vilivyo katika nchi. Uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani ndiyo ibada ya sanamu. Unavyo rise maisha, yani mtu anatenda dhambi, yani imefikia hatua imekuwa kwake ni kama ndio maisha yake, ni ibada sana. Yani haogopi tena Mungu, haogopi tena kanisa, haogopi tena ibada, haogopi tena waamini wenzake, haofii chochote, anafanya chochote. Ndio maana inafikia hatua kanisani wanavaa nguo za utupu. Hata hizo kuvaa hizo nguo za utupu ni ibada za sanamu, kwa sababu unavaa kanisani, umevaa nguo kanisani imepasuliwa huko nyuma mpaka karibu katikati kunaonekana. Sasa hiyo sio ibada ya sanamu. Ndio haya anasema vivisheni viungo vyenu, tamaa mbaya, uasherati. Sasa uasherati ni nini? Mtu anakwenda kanisani, kitovu kinaonekana. Yani hii ni nini? Tumefika wapi? Hii ni ibada ya shetani. Hii ni ibada ya sanamu. Wewe unaabudu sanamu. Kwa sababu hapo roho na kweli viko wapi? Wewe ukienda kanisani jiulize, hivi mimi naabudu katika roho na kweli? Maana unapoabudu katika roho na kweli, usiwasababishie wenzako sintofahamu. Kwa hiyo tunaelezana, inawezekana ndio maisha. Ndio nikasema kuna wakati mwingine ni tamaduni au maisha yale ambao mmekulia. Sio tu kuabudu mizimu, sio tu kuabudu mashetani, sio hizo tu. Kuna watu hata mavazi yenu mmekulia huko, kitu ambacho si sawa sawa. Unaenda wengine kwenye ibada, wanafika pale mbele, wanalala, wanalia, wanamlilia Mungu. Sawa, ni vizuri, lakini wewe umelala, unalia, unamlilia Mungu, huku nyuma umechanua, watu wanaona mpaka mambo huko yalivyo. Sasa hii ni nini? Mtu anakuja kanisani na yeye kwenye kuabudu. Maana kumwabudu Mungu kuna namna mbalimbali. Unaweza ukasikia umeua kuabudu Mungu, unalia kilio kabisa, umelala pale mbele, lakini nguo uliyovaa, wenzako wanaokuja huku nyuma wanakuonaje? Si anafanyika mambo kama haya. Kwa hiyo jitahidini kubadilika. Huenda mlikuwa hamjui kama hizo ni ibada za sanamu, kwa sababu wewe wakati unaendelea shughuli ya kumwabudu Mungu, sasa siwi katika roho na kweli, mimi siwezi kukujibia. Wewe ndio unayabudu. Lakini je, yule anayekuja nyuma yako inakuwaje? Anakukuta umevaa, unaonesha vitu mpaka vya ndani vinaonekana. Na wengine hata vitu vyenyewe vya ndani hawavivai. Sasa upo kanisani, wenzako wanakuja kuabudu, wanataka kuabudu Mungu katika roho na kweli. Hivyo wakikuta katika hali kama hiyo, kuna roho na kweli hapo? Hizo ni ibada za sanamu. Kipaumbele chako ni wapi? Ukiona kipaumbele chako wewe sio Mungu, ni mambo yako, wewe unaabudu sanamu mpendwa. Unaabudu sanamu mtu wa Mungu. Badilika. Kipaumbele chako inatakiwa kiwe Mungu aliye hai. Kila kitu Mungu kwanza. Timotheo wa kwanza sura ya 2 aya ya 1. Mungu anasema hivi: basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahivu. Kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani. Ukishaona kipaumbele chako wewe ni mambo yako, wewe unafanya ibada ya sanamu, tena imenyooka wala haina kona. Umenyoosha ibada ya sanamu, unaifanya ibada ya sanamu. Mpendwa, unafanya ibada ya sanamu. Kazi yako umeona ni bora kuliko kitu kingine, mpendwa, unafanya ibada ya sanamu. Kuna watu tunasema sasa nisipenda kanisani, hiyo sadaka nitaitolea wapi? Kwani Mungu alikuumba utoe sadaka? Alikuumba wewe umwabudu. Mungu amekuumba umwabudu. Sadaka ni pato linalotoka kwake. Bila yeye hiyo sadaka usingeipata, kwa maana ya kwamba bila yeye usingepata hiyo kazi inayokusababisha wewe kutoa sadaka. Wewe unafikiri bila Mungu ungepata hiyo kazi? Huyo bosi wako angekuepo? Yaani bila yeye unafikiri bosi wako angekupa hiyo kazi? Ni Mungu amehusika kwa namna moja ama nyingine wewe kupata kazi. Kwamba hata bosi wako alifadhiliwa na Mungu, yeye akapata neema ya kupata kuwapa watu wengine ajira, neema ya kuwa na ofisi, neema ya kuwa na kiwanda, neema ya kuwa na pesa ambazo zimemsababisha akafungua ofisi kubwa, ameajiri watu. Ni neema imetoka kwa Mungu. Kwa hiyo Mungu ndio amekuunganisha umefika hapo. Sasa Mungu amekuunganisha umefika hapo, wewe unaanza kukimbilia kwa bosi wako kabla ya bosi wa bosi wako. Na kitu nataka nikutafutia hapa. Wewe unayethamini kazi, lisikize neno hili kwa makini sana. Unaona kwamba bosi wako ni bora sana, unaona kwamba kazi ni bora sana kuliko Mungu. Elewa kwamba bila Mungu huyo bosi wako asingekuwepo. Bila Mungu
kuwepo, hiyo kazi hapo isingekuwepo, ambayo wewe unaiona kama ni ya thamani sana kuliko Mungu. Kazi haiwezi kuwa ya thamani, au chochote kiwezi kuwa cha thamani kuliko Mungu. Mungu ni wa thamani kwa sababu hata roho ulionayo ni ya kwake. Vyovyote unavyoona katika ulimwengu ni vya Mungu. Sasa vitu vya Mungu vinakuwaje vina thamani kuliko mwenye navyo? Sasa wewe unathamini kazi, ama Wakristo mmekuwa mnathamini kazi na maisha mengine, mnaishia kuabudu hizo kazi, mnaabudu miungu, sanamu ya hizo kazi kuliko Mungu. Yaani kazi zenu zimekuwa sanamu, maisha yenu yamekuwa sanamu kuliko Mungu. Yesu alimjibu Pilato. Kuna kitu Pilato alimuuliza. Sura 9 anasema, Pilato akaingia tena ndani ya ile praetorio, akamwambia Yesu, wewe umetoka wapi? Lakini Yesu hakumpa jibu lolote. Basi Pilato akamwambia, husemi nami? Hujui ya kuwa mimi nina mamlaka ya kukufungua, nami nina mamlaka ya kukusulubisha? Pilato anamwambia Yesu, asijui hata anamwambia ni nani. Yesu akamjibu, wewe hungekuwa na mamlaka yote juu yangu kama usingepewa kutoka juu. Yesu anamwambia Pilato, hata hayo mamlaka unayotaka unasema unaweza ukanifunga na kunifungua mimi, yametoka kwa Baba. Sasa na hiki ndiko watu wengi wa Kristo wanashindwa kuelewa. Yaani unaona kama bosi wako anayo mamlaka ya kukufukuza kazi kuliko Yesu aliyekupa hiyo kazi. Ndio hili jibu nafanya namna hiyo. Pilato aliona na mamlaka ya kumfunga na kumfungua Yesu, asijue mamlaka hayo alionayo yametoka kwa Mungu. Na wewe kuanzia leo ujue hata mamlaka unayomwendea bosi wako, hayo mamlaka yametoka kwa Mungu. Bosi anayekuzuia kumcha Mungu, mwambie siwezi kufanya hiyo kazi kwa sababu aliyenileta kwenye kazi ni Mungu mwenyewe. Mwambie kwa lugha nzuri tu kwamba mimi imani yangu lazima ni mwabudu Mungu. Kinyume na hapo sitoweza. Kama ukiona kazi hiyo inakuzuia kumwabudu Mungu, ni vema na ni heri kabisa ukaachana hiyo kazi, ukatafuta nyingine. Kwa sababu neno ni hili. Huyo bosi asingekuwa na hayo mamlaka kukuajiri kama asingepata neema na kibali ambacho kimetoka kwa Mungu. Hiyo pumzi anayovuta ni ya Mungu, roho ni ya Mungu, vyote ni vya Mungu akivichukua. Na wewe ni hivyo hivyo. Mungu amekuumba, ni mali ya Mungu. Lakini unamwona Mungu nafasi ya 6, nafasi ya 3, nafasi ya 4, nafasi ya 2. Kuna vitu umevipa nafasi ya kwanza. Sasa hizo ndizo zinaitwa ibada za kishetani ama ibada za sanamu. Ibada ya sanamu ni lugha, hiyo ni ibada ya kishetani. Kwa hiyo je, jitafakari, na wewe umo katika kundi la waabudu sanamu? Sasa Yesu anasema neno moja zito. Watu wa namna hii atawakana. Hiyo ndio hatari. Maana kufundisha ili ujue, ujitafakari, kama unaabudu sanamu, ujue kabisa kwamba Yesu atakukataa. Utasema nilikuwa nakwenda kanisani, nilikuwa nakunywa na divai, nilikuwa nakaa na wachungaji, nilikuwa nakaa na makasisi mie, nakaa na walimu wa dini mimi, nilikuwa na kuabudu Yesu. Anakuambia sikujui ulikotoka. Utajiuliza kwa nini? Kumbe ulikuwa unaenda mwili, roho haipo, kweli haipo. Roho ipo kwingine, ukweli upo kwingine. Yesu akitazama moyoni mwako anasema hakuniabudu huyo. Alikuwa anaabudu vitu vingine, alikuwa anaabudu sanamu. Ndipo atakapokukataa. Ndio anafundisha masomo. Hii ni hatari kwa sababu Mkristo utaingia shimoni pasi na kutegemea. Unajiona mtu sahihi, unaona kama kila kitu kipo sawa, lakini kumbe unaabudu sanamu. Luka sura 13 aya 22. Anasema nini? Yeye alikuwa akipita katika miji na vijiji akifundisha katika safari yake ya kwenda Yerusalemu. Mtu mmoja akamuuliza, "Je, Bwana, watu wanaookolewa ni wachache?" Akawaambia, "Jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba, kwa maana nawaambia ya kwamba wengi watataka kuingia wasiweze. Wakati mwenye nyumba atakaposimama na kuufunga mlango, nanyi mkaanza kusimama nje na kuubisha mlango mkisema, 'Ee Bwana, utufungulie,' yeye atajibu na kuwaambia, 'Siwajui mtokako.' Ndipo mtakapoanza kusema, 'Tulikula na kunywa mbele yako, nawe ulitufundisha katika njia zetu.' Naye atasema, 'Nawaambia, siwajui mtokako. Ondokeni kwangu, ninyi nyote mlio wafanyaji wa udhalimu.' Ndipo
kutakapokuwa na kilio na kusaga meno, mtakapomwona Ibrahimu na Isaka na Yakobo na manabii wote katika ufalme wa Mungu, nanyi wenyewe mmetupwa nje. Tazama, Yesu anawaambia, ulikuwa unatuhubiria. Nimetoka kusema kitabu cha Rumi sura ya 1:21, kupuuzia. Tunafundisha mambo haya kama ninavyofundisha, hili ni neno la Mungu na mimi ni chombo tu natumika hapa. Watu wanapuuzia. Yesu anahubiri, watu wanapuuzia. Mlango mwembamba ndio njia ya kumtafuta Mungu, ndio kuona thamani ya kumwabudu Mungu. Huo ndio mlango mwembamba. Hiyo ndio njia nyembamba. Jitahidini. Yesu asemi ingieni au nendeni. Jitahidini. Na wewe napoongea na wewe leo, jitahidi kubadilika. Ili siku Yesu atakapokuwa anataka kufunga hekalu lake, wewe uwemo ndani, usibaki nje. Ukibaki nje ndio utasema nilikuwa kanisani, nilikuwa napiga picha na mtumishi wa Mungu mimi. Selfies hapa. Mbinguni hakuna selfie ndugu yangu. Nimepiga picha na askofu mimi. Hakuna huko. Haya mambo ni ya duniani. Yesu anakuambia ulipiga ndio, lakini hukuniabudu mimi. Ulijiabudu mwenyewe. Umepiga picha na maaskofu kuonesha kwamba wewe uko karibu na maaskofu. Ni wewe unaabudu mambo hayo. Yesu anakuja kukuambia mimi sikujui utokako. Sababu Yesu ataangalia waliokuwa wananiabudu. Listi ya waabudu halisi iko mbinguni. Wameandikwa katika kitabu cha uzima. Jitahidi uandikwe katika kitabu cha uzima ili ufike mbinguni. Siku ile parapanda na polia, wewe uwemo ndani. Usiwe kati ya wale ambao watakuwa nje wanapiga kelele na mayowe na kulia na kusaga meno ndugu yangu. Haya tunayofundisha ni kwa ajili ya wokovu. Sasa watu wangapi wanapita katika njia ya ovyo kabisa? Njia ya kuangamia, njia ya giza. Watu hapo gizani. Ukiona maisha yako yamemwacha Mungu, ukiona maisha yako unaabudu vitu vingine, mna maneno yenu siku hizi, tafuta pesa. Ninakuonya ndugu yangu, mtafute Mungu ili upate kuwa salama. Mjue sana Mungu upate kuwa salama. Sasa ukiona hizo fedha, yani kanisani hakufai tena. Kwenye fedha ndio kwenye maana. Yani ukipigiwa simu bwana njoo kuna kazi fulani, mbio umeacha kwenda kanisani. Umeabudu sanamu na sanamu yako ndio hiyo fedha. Kwa hivyo jitahidi ili mlango unapofungwa uwemo ndani. Utaonesha selfie zako, sikujui utokako. Nilikuwa nafanya nyumba ya mababa, sikujui utokako. Nilikuwa na deki kanisa mimi, sikujui utokako. Unadeko kujionesha. Unatoa sadaka watu wakuone. Unachangia ujulikane. Unatoa fedha watu wajue umetoa nyingi. Yesu atakwambia sikujui utokako. Badilika mpendwa. Mungu anakupenda. Haya ndio yasema yote yanatosha kujua huko katika mlengo gani. Sasa ukiwa mtu wa Mungu ambaye unataka kufika mbinguni, acha kupuuza neno la Mungu. Ukishaacha kupuuza neno la Mungu, jaribu kuyaishi maisha ambayo Mungu anayahitaji. Wakolosai sura ya 3 aya ya 5 na kuendelea. Ninyi nanyi mlitembea zamani, kwa maana mliishi maisha yao zamani. Mlipoishi katika hayo, mliyafanya yao zamani. Sasa ulitembea zamani, bado upo, unayo nafasi. Mimi naita zamani. Baada ya kusikiza mafundisho haya, kwako iwe zamani. Itafakari mpendwa. Iambie nafsi yako, nafsi sikia. Matendo mabaya niliyokuwa nayafanya yawe zamani kuanzia sasa nilipolisikia neno hili. Roho Mtakatifu akutie nguvu. Lakini sasa yawekeni mbali nanyi haya yote. Anasema weka mbali sasa. Yani umeshasikia neno, weka mbali yote. Hasira na ghadhabu na uovu na matukano na matusi vinywani vyenu. Msiambiane uongo, kwa kuwa mmevua kabisa utu wa kale. Anza kuona umuhimu wa kumtafuta Mungu. Anza kuona umuhimu wa ibada. Anza kuona ukuu wa Mungu. Badilika. Iambie nafsi yako ya kale yamepita, na anza kumtafuta Mungu. Hapo unapoyavua hizo zote sanamu zako. Mimi nimechache chache, unazo nyingi zimetajwa, matusi hapa, uongo hapa, uasherati hapa. Si ndio vipaumbele vyenu? Watu siku hizo wamekuwa waongo kupindukia. Yaani watu wanapenda uongo kuliko kula. Na hizo simu hizo, Mungu atusaidie. Huo ni utu wa kale pamoja na matendo yake uyaache. Anasema sura aya ya 10, mkivaa utu mpya unaofanywa upya, upate ufahamu sawasawa na mfano wake yeye aliyeumba. Hapo hapana Myunani wala Myahudi, kutahiriwa wala kutokutahiriwa, mgeni au mshenzi, mtumwa wala muungwana, bali Kristo ni yote
katika yote. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa kweli tumsifu Yesu Kristo. Kwa namna hii anakuambia hapo hapana Myunani wala Myahudi, aliyetahiriwa, hajatahiriwa, mgeni, mshenzi, mtumwa wala muungwana. Hakuna. Bali Kristo ni yote katika yote. Maisha yako yote katika yote. Usijaanza kusema mimi Pentekoste, mimi mlokole, mimi Mroma, mimi mpagani, mimi sina dini, mimi Myahudi. Hakuna. Ili ushinde vita hivyo, ili ushinde hizo sanamu, Kristo ni yote katika yote. Usifanye kama kile anachoambiwa Warumi sura ya 1 aya 21. Kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru. Usiyafanye mambo haya. Umjue Mungu sasa, umtukuze Mungu sasa, umshukuru Mungu sasa, uyaishi yale ambayo Kristo anasema yeye ni yote katika yote. Sasa ukiyafuata haya mpendwa, utaokoka. Hizo ibada za sanamu utaachana nazo. Umeanza jua sasa na nimekufundisha. Umeshajua habari za ibada za sanamu. Acha kunyoshia watu vidole wanafanya ibada za sanamu. Acha kunyoshia watu vidole wanaabudu sanamu, hali ya kuwa wewe ndiye unaabudu sanamu kweli kweli. Yaani pengine hata hao unaona wanaabudu sanamu wala hawaabudu sanamu. Ila wewe sasa kulingana na hayo nimeyafundisha unaabudu sanamu. Kwa hiyo mimi nikuombe tafakari na uelewe. Ukishaelewa somo hili, Mungu akutie nguvu. Na Mungu akikutia nguvu, uyafanye mambo yawe mambo makubwa katika maisha yako. Ubadilike mpendwa, katika jina la Yesu Kristo. Lengo kuu la mafundisho, lengo kuu la masomo haya ni kutafuta ufalme wa mbinguni. Ninatumai ndugu yangu mpendwa, umeelewa, umeelimika, unakwenda kubadilika kuanzia sasa. Unakwenda kuachana za ibada za sanamu. Mimi Bwana, hata katika watu 1000 akipatikana mmoja tu akaachana ibada za sanamu, kwa kweli nitamshukuru na kumsifu Mungu, kwa maana jina la Bwana litakuwa limetukuzwa sana. Anayetafutwa hapa ni mmoja kati ya wengi, ama ni wengi kati ya mmoja. Ni vile neema itakavyokuwa imekushukia. Kama neno litakuwa limekubariki upate kubadilika. Ninakushukuru kwa ajili ya kutumia muda huu mwingi sana kusikiliza somo hili. Ninakushukuru kwa neema ambayo Mungu amekupa ya kuweza kufuatilia mafundisho haya. Ninakushukuru kwa ajili ya kuona umuhimu wa kufuatilia mafundisho katika channel ya Mikono ya Kristo kupitia kipindi hiki cha neno la maarifa. Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Mpunga. Endelea kufuatilia mafundisho yetu katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook, TikTok, Instagram na kwingineko utakaposikia mafundisho haya. Hata kula na kurushiana kwenye mitandao, kwenye simu kwa simu, kwenye WhatsApp mnarushiana, sawa. Basi Mungu akutie nguvu. Akutie nguvu katika yote. Utaendelea kubarikiwa mtu wa Mungu. Mungu akubariki na uwe na siku njema na muda mwema. Bye bye.